Tunapambana ili dada yetu sisi aende chuo. Katika kijiji cha Mapande, kata ya Chingutwa, wilaya ya Masasi, familia ya Abdurahmani imebeba simulizi ya matumaini, uvumilivu na mapambano ya maisha, ikiamua kuwekeza nguvu zake zote katika kilimo cha ufuta kwa matumaini ya kubadilisha hatima ya mmoja wa watoto wao, Safina, ambaye alishindwa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa fedha. Familia hiyo ambayo imekuwa ikitegemea kilimo kama chanzo kikuu cha mapato, mwaka huu 2026 imepanda ufuta kwa kutumia mbegu ya Lindi White iliyosambazwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, wakiamini kuwa itawasaidia kupata mavuno mengi zaidi kuliko yale waliozoea kuyapata katika mbegu za asili. Akizungumza, baba wa familia hiyo, Abdurahmani, amesema pesa atakayoipata katika mazao hayo ategemea kuitumia kwa kumsomesha binti yake ambaye alishindwa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa fedha. Na hapa anatueleza. Baada ya kuuza, kwanza nahitaji mtoto wangu aende shule, aende chuo, ambaye nimeshindwa kumpeleka huyu mwaka jana kwa ajili ya ukata wa fedha. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo nalikusudia nimpeleke mwanangu chuo. Na jambo la pili, niweze kumalizia ujenzi wangu, na ujenzi pale nyumbani mpaka hii sijaweza kumalizia. Kwa hiyo nakusudia niyatengeneze hayo. Ila jambo la kwanza kabisa nahitaji nipeleke mwanangu shuleni. Nimekubali nilale kwenye nyasi. Elimu kwanza, mambo mengine baadaye. Hii mbegu ya Lindi White ni mzuri, ina utofauti mkubwa na mbegu ya kienyeji. Kwanza ina ujazo ulioshiba, tofauti na mbegu ambazo tunazitumia za kienyeji. Kwa hiyo mbegu inafaa sana, ina ujazo mkubwa na wenye afya, na hata buyu lake ukisha limimina unaupata ujazo uliokuwa mwingi, tofauti na mbegu ya kienyeji. Kwa hiyo ni washauri wakulima wenzangu wa Masasi, wa mkoa wa Mtwara mzima, tulime Lindi White ambayo inaweza ikatupa mafanikio ya kutosheleza. Ni ndoto ya kila mwanafamilia, hata mama wa familia Asumini Ismaili amesema mavuno ya msimu huu atakayoyapata, ndoto yake kubwa pia ni kuhakikisha binti yake Safina anaenda chuo. Mategemeo mwaka huu nategemea kama mazao yatafaa vizuri, mwanangu nitapeleka chuo, ndio ambao nategemea hilo. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu nifikie hapo, nimpeleke mwanangu chuo, ndio la kwanza. Naye kaka wa Safina, Rahmani Abdurahmani, anasema nguvu yake kubwa ameiwekeza shambani kuhakikisha mavuno yanayopatikana yanaenda kumsaidia dada yake kuendelea na masomo. Naomba COPRA bado mzidi kutuletea hizi mbegu, ambayo ni mbegu Lindi White, ni mzuri sana, ambayo inahimili ukame, inahimili magonjwa. Na kwa hatua hii ikiendelea hivi, naamini malengo yetu yataenda kutimia, kwa sababu tunapambana ili dada yetu sisi aende chuo. Sisi tutajitahidi kuipambania hii mbegu kwa sababu ni mbegu bora. Mfano kama mwaka huu tumeipanda mwishoni wa msimu kidogo, lakini tumeiona uwepo wake, yani inahimili ukame kama nilivyosema, magonjwa vile vile naye pia inahimili. Kwa hiyo kwa hatua hii naamini itatupelekea mafanikio kumpeleka dada yetu chuo. Safina ndoto yake kubwa ni kuja kuwa mhasibu, na ana shauku ya kwenda kusoma katika chuo cha TIA ili kutimiza ndoto yake ya kuja kuwa mhasibu mkubwa nchini. Nilifanya mtihani kidato cha 4 mwaka 2024. Nilishinda kwenda chuo kutokana na uhaba fedha, kutokana na kuna kakaangu mwingine anasoma ipo chuo kikuu Iringa. So nategemea kama mwaka huu bei ikiwa nzuri, kutokana na mbegu hii ya ufuta kutoka COPRA itatupa mafanikio na nitaweza kwenda chuo. Natamani niende TIA ambayo nikasomea uhasibu, kozi ya uhasibu. Matokeo yako ya form 4 unakumbuka ulipata ngapi? Matokeo yangu ya form 4 nakumbuka nilipata division 3 ya pointi 24. Kwa sasa macho yote ya familia hiyo yako shambani. Iwapo mavuno na mazao yatakuwa mazuri, yataenda kuanzisha safari mpya ya masomo kwa binti yao Safina.